Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika sherehe hii kubwa, katika Dominika leo, sherehe ya Pentekoste. Leo ni siku kubwa sana katika kanisa. Ni siku ambayo Roho Mtakatifu anawashukia mitume. Ni siku ambayo mitume walisimama kwa ujasiri kuhubiri habari njema za ufalme. Lakini kitu kizuri sana ambacho ningeomba uweze kukielewa katika Dominika hii, katika sikukuu hii, leo ni siku ambayo kanisa moja takatifu Katoliki la mitume lilizaliwa. Leo ni birthday ya kanisa. Mwana kanisa yote unaweza kumwambia happy birthday. Leo ni birthday yetu wote. Nataka niwaambie kitu. Ukisikia kanisa lina miaka zaidi ya 2000 ni kwa sababu ya sherehe hii ya leo. Ni kwa sababu ya tukio hili la leo. Kwa hiyo hizi ni siku 50 baada ya ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni sherehe kubwa sana 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 katika kanisa, hasa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume. Ili kuelewa kwa undani sherehe hii vizuri kabisa, tukaangalia masomo yetu na jumbe mbalimbali ambazo zitatuongoza katika hii sherehe. Leo tutakuwa na jumbe kuu 3 katika hii sherehe ambazo zitalitokeza katika masomo ya sherehe yetu ya leo katika Dominika hii. Naomba niwaambie, wazo la kwanza ni mwambie jirani yako jifunze kusema asante. Mwambie jirani yako jifunze kusema asante. Somo la kwanza linatoka kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 2 aya ya 1 mpaka ya 11. Ni somo sasa linaloonyesha tukio la siku 50 baada ya mateso, kifo na ufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, yaani Pasaka. Sherehe hii kwa Kiebrania iliitwa Shavuot, ikiwa na maana ya wiki au majuma. Yaani iliadhimishwa siku 50 baada ya Pasaka, wana wa Israeli wakikumbuka safari yao ya kutoka katika utumwa nchini Misri. Siku 50 baada ya kutoka katika utumwa nchini Misri. Hii sherehe ilikuwa sikukuu ya mavuno ya ngano. Nataka niwaambie historia ili uweze kujua, ndio maana nasema jifunze kusema asante. Iliitwa sikukuu ya mavuno ya ngano. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ile sura ya 16 aya 9 mpaka ya 10. Iliitwa hii sikukuu ya Pentekoste, iliitwa sikukuu ya mavuno ya kwanza, jina lingine. Ukisoma kitabu cha Hesabu, ile sura ya 28 aya ya 26. Iliitwa vile vile sikukuu ya majuma. Nitawaeleza tena ili uweze kuendelea kujua vizuri. Kitabu cha Kutoka, ile sura 34 aya ya 22, na kitabu cha Mambo ya Walawi, ile sura ya 23 aya ya 15 hadi 21. Sasa tumesikia katika hili somo la kwanza, kitabu cha Matendo ya Mitume, kwamba watu kutoka sehemu mbalimbali, watu wa kila kabila walikusanyika. Je, kwa nini walikusanyika? Ilikuwa hivi, naomba niwaeleze. Ni moja katika sikukuu hizi, ni moja ya sikukuu 3 za lazima kwa Wayahudi za furaha kubwa ambazo ziliwalazimu kupanda kwenda hekaluni huko Yerusalemu. Ni moja ya kati ya sikukuu 3 ambazo Wayahudi kokote walipokuwa walipanda kwenda Yerusalemu, kwenda hekaluni. Utasoma hizo habari katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ile sura ya 16 aya ya 11 mpaka ile aya ya 17, au kitabu cha Nabii Isaya, ile sura ya 9 aya ya 2. Hii ilikuwa baada ya siku 50 tangu kipindi hicho. Utasoma vile vile habari hizi katika kitabu cha pili cha Makabayo, ile sura ya 12 aya ya 31 hadi 32,
au kitabu cha Tobiti ile sura ya 2 aya ya 1. Naomba uelewe hivi. Ilikuwa ni siku 50 baada ya sabato 7 tangu kutoka Pasaka, tangu kuvuka, tangu kutoka katika utumwa. Walihesabu majuma 7 mara 7 maana yake ni 49. Ile siku iliyofuatia ndio iliitwa Pasaka. Ilikuwa ni siku ya 50. Naomba tena ili uelewe hii sikukuu na kwa nini watu wengi walikusanyika na ilikuwa na umuhimu kiasi gani. Ilikuwa inaitwa au ilikuwa ni kumbukumbu ya agano la Sinai na kupewa Torati. Kitabu cha Kutoka ile sura ya 19 aya ya 1 au kitabu cha Mambo ya Walawi ile sura ya 23 aya ya 15 mpaka ya 21. Kitabu cha kwanza cha Mambo ya Nyakati ile sura ya 15 aya ya 10. Hawa watu Wayahudi walitekeleza na kufuata yale maneno walioambiwa na Musa wayakumbuke siku zote za maisha yao. Ukitaka kuelewa walichokuwa wanakifanya, kasome kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 4 aya 10 mpaka ya 13. Musa aliwaambia na wao walizingatia. Naomba niwaambie, katika sikukuu hii ya Pentekoste tumesikia watu wako Yerusalemu, watu hao walishangilia sana, maana walienda kumwambia Mungu asante. Walienda kumwambia Mungu asante. Na ndio maana nakwambia katika hili wazo la hapa, jifunze kusema asante. Kwa nini walisema asante sasa? Naomba uelewe hili. Walikumbuka Mungu aliwatoa katika utumwa, akawatembeza katika ukame, ukaufu, njaa na kiu. Mwisho akawafikisha katika nchi ya ahadi, akawafikisha Kanaani. Hapo wakalima, wakavuna, wakala. Ila hawakumsahau huyu Mungu aliyewatoa katika utumwa. Walienda kumwambia asante. Walipanda hekaluni na asante ya mavuno. Lazima tuelewe hilo. Naomba ndugu zangu tuangalie hivi, tutafakari hivi. Hawa Wayahudi walikumbuka historia yao, walikumbuka walikotoka. Hata kama alikuwa anakaa umbali kiasi gani, alitembea kurudi kumwambia Mungu asante, kwa sababu hakusahau historia. Ndio maana wengi walikusanyika katika tukio hili huko Yerusalemu. Leo mimi na wewe tujiulize, tuna nini cha kumwambia Mungu asante katika sikukuu ya leo? Angalia historia yako na jiulize. Ulikuwa huna kazi, umepata. Ulikuwa huna mtoto, umepata. Ulikuwa huna familia, umepata. Ulikuwa huna kiwanja, umepata. Ulikuwa huna nyumba, umepata. Ulikuwa huna gari, umepata. Ulikuwa huna shamba, umepata. Ulikuwa hoeae, huna mbele wala nyuma, sasa hivi ni mtu. Ulikuwa huna cheo, sasa hivi unaitwa boss, unasalimiwa, unaitwa mheshimiwa. Je, mbele ya Mungu kila siku unasema nini? Una kipi cha kumwambia Mungu asante? Mikononi mwako una nini cha kumwambia Mungu asante? Jiulize, sadaka yako, majitoleo yako yanaendana na wema ambao Mungu anakutendea? Tunaposikia hawa watu wamekusanyika huko Yerusalemu, walikuwa wanakumbuka wema ambao Mungu aliwatendea. Aliwatendea babu zao na wao anaendelea kuwatendea, hawakusahau. Leo wewe Mungu amekutendea mema mangapi? Mbona unamsahau? Jiulize. Nimesema sherehe iliitwa sikukuu ya mavuno ya kwanza, yaani baada ya kulima ule mzao wa kwanza au ule mvuno wa kwanza walimtolea Mwenyezi Mungu. Leo wewe uliomba kazi, umepata. Je, mshahara wako wa kwanza ulipeleka wapi? Jiulize. Shukrani yako ya kwanza ya kupata cheo, ya kupata kazi, ya kupata nyumba, ya kupata gari, ya kupata mafanikio, shukrani yako ya kwanza umepeleka wapi? Usisahau kumwambia Mungu asante, naye hata kusahau. Leo rudi tena mbele ya Mungu, mwambie Mungu asante. Walikumbuka hawa wana wa Israeli kwamba aliwatoa utumwani, walikuwa watumwa, wakasema asante. Leo ndugu
ndugu zangu, sema asante. Sema asante. Sema asante kwa kazi, kwa cheo, kwa familia, kwa watoto, kwa viwanja, kwa nyumba na kwa baraka zote. Na usije kwa Mungu mikono mitupu. Wanasema mikono mitupu hailambwi. Kama ishara ya shukrani, sema Mungu, sina cha kukupa isipokuwa hiki. Pokea hiki. Sina cha kukupa isipokuwa hiki ambacho umenijalia. Kama leo hujapata katika Dominika hii, si vibaya. Fikiria unaporudi nyumbani wiki ijayo mbele ya Mungu, jipange na leta shukrani yako ili uweze kupokea baraka. Jifunze kutoka kwa hawa wana wa Israeli. Walikumbuka na hawakusahau, mpaka leo wanafanya tukio ili mwambia Mungu asante. Mimi na wewe tumekombolewa kutoka katika giza la dhambi, lazima kumwambia Mungu asante. Mimi na wewe tumekombolewa kutoka katika utumwa wa shetani, lazima kumwambia Mungu asante. Tuliomba, Mungu akatuona. Tulilia, Mungu akatusikia. Tulipiga kelele, Mungu akaja. Unabudi kumwambia Mungu asante kwa neema na baraka alizokujalia. Jifunze kusema asante. Jifunze kusema asante. Somo la pili linatoka waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korinto, ile sura ya 12 aya ya 3 mpaka ya 7 na ile aya ya 12 mpaka ya 13. Wazo kuu hapa, wazo kuu katika sherehe ya leo linalopatikana hapa, mwambie jirani yako, epuka migawanyiko. Epuka migawanyiko. Epuka migawanyiko. Hii ni mifarakano, hii ni sintofahamu au kutoelewana. Katika somo hili, Paulo mtume anatatua changamoto ya mgawanyiko uliotokana na majivuno katika jumuiya hii ya Wakristo. Wenye karama za Roho walijiona bora sana kuliko wengine. Wakaona wengine si wakamilifu, si lolote, si chochote. Bila kujua kila mmoja kwa jinsi alivyo, Mungu anamkirimia karama yake. Niwaambie kitu kizuri hapa ili uweze kuelewa. Mojawapo ya muujiza wa Pentekoste ni kwamba watu kutoka mataifa mbalimbali walisikia injili kwa lugha zao wenyewe. Naomba tuelewe hapa. Tumesikia katika somo, kila mmoja aliwasikia, na linasema tunawasikia wakitangaza matendo makuu ya Mungu kwa lugha zetu wenyewe. Matendo ya Mitume ile sura ya 2 aya 6 mpaka ya 11. Muujiza huu sasa, muujiza huu ambao kila mmoja alisikia kwa lugha yake. Naomba utofautishe na lugha za sasa hivi ambazo unasikia lakini hauelewi. Unaona lakini ni kama hauoni. Muujiza huu uliakisi kile kilichotokea katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya 11 wakati wa ujenzi wa mnara wa Babeli. Naomba niwaambie ilikuwaje. Watu wale wa mnara wa Babeli, wao walitegemea akili zao, walitegemea nguvu zao, walitegemea teknolojia yao, wakajikuta wamegawanyika. Walipomsahau Mungu katika kile walichokuwa wanakifanya, walijikuta wanagawanyika. Walipojivuna kutaka kuwa sawa na Mungu, walijikuta wanagawanyika. Naomba niwaambie kitu hapa. Wafuasi wa kwanza sasa walipojiona kwamba kila mmoja ni bora kuliko mwingine, wakamsahau Mungu, walijikuta wanagawanyika. Ila leo Roho wa Mungu anawaleta tena pamoja, wanaongea lugha moja. Tumesikia mitume walikuwa pamoja katika somo la kwanza. Watu wa mataifa walikuwa mbele ya Mungu pamoja, hawakumsahau Mungu. Ukimsahau Mungu unatokea mgawanyiko. Naomba nikwambie leo, tukiwa Wababeli tutagawanyika. Tukitegemea akili zetu, nguvu zetu katika kujenga mnara wa nchi yetu, tutagawanyika. Tukitegemea akili zetu, tukitegemea nguvu zetu katika kujenga mnara wa familia, tutagawanyika.
Katika kujenga mnara wa mafanikio tutagawanyika. Katika kujenga mnara wa ofisi, mnara wa biashara tutagawanyika. Na watu wataona, majirani wataona, jamii itashangaa, itasema, waone wale, muone yule. Ukimwacha Mungu katika ujenzi wowote ule, utagawanyika. Ila tukikaa pamoja na kusali pamoja, amini usiamini, nchi itastawi, familia itastawi, ofisi zetu itastawi, na watu wataona, maana tutakuwa tunaongea lugha moja na tutaelewana. Naomba nikwambie kitu, tukimtegemea Mungu, tukimweka Mungu katika jamii yetu, tutatambua na kuona hivi na kuelewa hivi, tofauti zetu ni baraka na sio mkosi, kama Paulo anavyosisitiza. Tutajua kuwa tofauti za vidole vya miguu ni muhimu ili mwili uweze kusimama. Tofauti za vidole vya mikono ni muhimu ili mkono uweze kushika. Tofauti za viungo mwilini ni muhimu ili mwili uweze kukaa katika msawazo wake na uimara wake. Pia tutambua na kuelewa tofauti za maua bustanini ni muhimu ili mazingira yaweze kupendeza. Naomba nikwambie kitu ambacho uweze kuelewa. Tunatofautiana katika ulimwengu wetu wa leo. Baba huwezi kuwa sawa na mama, bosi hawezi kuwa sawa na mfanyakazi, mtoto hawezi kuwa sawa na mzazi wake, ila wote ni baraka. Haina haja ya kuzimisha roho, kama Paulo anavyosisitiza katika waraka wake wa kwanza kwa Tesalonike, ile sura ya 5 aya 19. Uwaka kanisani hauwezi kuwa sawa na WAWATA. Utoto mtakatifu hauwezi kuwa sawa na viwawa. Moyo mtakatifu wa Yesu hauwezi kuwa sawa na karismatiki. Kwaya yote haiwezi kuimba sauti moja, haiwezekani. Kinanda akipigwi kwa nota moja, haiwezekani. Ni utofauti huu unaofanya maisha yawe na maana. Ni tofauti za sauti katika kwaya zinazofanya wimbo uwe mzuri. Tukiwa na matunda ya Roho Mtakatifu tutaelewa hilo. Tukiwa na upendo, furaha, amani, uvumilivu, wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi, tutaelewa na hilo, na mgawanyiko hautakuwepo katika jamii yetu, hautakuwepo katika familia zetu, hautakuwepo katika vyama mbalimbali vya kitume ndani ya kanisa letu. Na yote yanawezekana kama Mtakatifu Mama Teresa Calcutta anavyosema. Mimi, kauli yake anasema hivi, mimi ni penseli ndogo mkononi mwa Mungu inayoandika barua ya upendo kwa dunia. Mimi ni penseli ndogo mikononi mwa Mungu inayoandika barua ya upendo kwa dunia. Leo andika barua hiyo, wewe uliye penseli mikononi mwa Mungu. Jiambie mwenyewe na waambie watu wako wa karibu, awe mke wako, awe mme wako, wewe watoto wako, mfanyakazi mwenzako, jirani yako, mwandikie barua ya upendo. Akikuona akupende na afurahi, mwambie nakupenda. Si tu kwa maneno, bali kwa moyo na kwa vitendo. Andika upendo katika safari yake ya maisha. Usiwe sababu ya kulia kwake, huo ni mgawanyiko. Usiwe sababu ya mateso ya ndugu yako, huo ni mgawanyiko. Dini ya kweli sio hiyo. Upendo ni lugha inayoeleweka na kila mmoja, na watu wote wa mataifa wanaelewa lugha hii ukiongea. Si watu tu, hata wanyama vile vile wanaelewa. Mwambie leo ndugu yako, jirani yako, mjuani wako, nakupenda. Na kuwa karamu ya upendo katika maisha ya watu. Na Mungu atakubariki sana 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 sana. Epuka mgawanyiko. Andika kuwa karamu nzuri ya upendo katika maisha ya watu. Somo la tatu ni somo la Injili. Injili inatoka Injili ya Yohane, ile sura ya 20 aya 19 mpaka 23. Wazo kuu la leo ambalo unaweza kulipata katika somo hili, huu ni wakati wa mageuzi. Sherehe yetu ya leo,
sherehe yetu ya leo inatia shauku ndani mwetu. Roho wa Mungu anatia shauku ndani mwetu kufanya mageuzi, kufanya hali ya moto ambao utapelekea mageuzi. Mwambie jirani yako, huu ni wakati wa mageuzi. Masomo yetu ya leo yote yanaakisi mageuzi. Mageuzi ya namna gani? Waliotawanyika wanaletwa pamoja, walioongea lugha tofauti wanaongea lugha moja, waliojiona wako tofauti kwa sababu ya karama zao, Paulo anawaleta pamoja. Haya ni mageuzi, haya ni mageuzi, haya ni mageuzi. Masomo yetu tena yanasema na anaeleza tena mageuzi makubwa. Tumesikia, naomba niwaambie, Petro aliyemkana Yesu leo anahubiri. Petro aliyemkimbia Yesu leo anamtangaza. Petro aliyesema simjui mtu huyu leo anasema mbele za watu namjua mtu huyu. Petro aliyekuwa mvuvi leo ni mtume. Haya ni mageuzi, haya ni mageuzi, haya ni mageuzi. Mageuzi makubwa sana yanafanyika. Nitakwambia mageuzi mengine. Milango iliyofungwa leo inafunguliwa. Aliyefungwa kwa misumari leo anaonyesha mikono yake yuko huru. Aliyenyamaza leo anapaza sauti. Walionyamazishwa leo wanaongea. Woga unasimama juu ya dari dhidi ya vitisho. Wadhambi wanafunguliwa kwa sakramenti ya kitubio. Utakaowasamehe dhambi wamesamehewa, utakaowafungia wamefungiwa. Sakramenti ya kitubio inatolewa, wadhambi wanaalikwa kuwa huru. Leo wenye huzuni wanafurahi, waliofungiwa ndani wanatoka nje, wafungwa wanakuwa huru. Haya ni mageuzi. Mwambie jirani yako, huu ni wakati wa mageuzi. Naomba nikuombe leo katika sikukuu hii iwe siku ya mageuzi makubwa katika safari yako ya maisha. Siku isiyosahaulika mwaka huu 2025. Sikukuu hii iweke alama katika safari yako ya maisha kwa kufanya mageuzi makubwa. Kama una kinyongo kidondoshe. Kama unataka kulipiza kisasi, samehe, sema inatosha. Kama una kishawishi ambacho kinakutesa usiku na mchana, kishinde. Kama una chuki dhidi ya ndugu, jamaa na marafiki, ipanguse. Kama una uchungu, ukungute. Ni wakati wa mageuzi. Kama una kilema chochote kile, nenda juu yake. Kama una magomvi na mtu yoyote, patana. Kama una ubaya, ushinde kwa wema. Kama una changamoto, ikabili. Kama una msalaba, ubebe pamoja na Kristo. Huu ni wakati wa mageuzi. Mwache Roho Mtakatifu afanye kazi. Naomba nikwambie, wakikuangusha ni wakati wako wa mageuzi. Inuka. Wakikucheka, wape tabasamu. Wakikusema vibaya, waombe. Wakikuchukia, wapende. Wakikuua, fufuka na tembea. Naomba leo nikwambie kitu kizuri katika mageuzi utakayoyafanya, na usisahau. Leo kanisa lilizaliwa, nawe uzaliwe upya katika roho na kweli. Leo mitume walifunguliwa, naomba leo wewe ufunguliwe uwe huru. Naomba nikuombee na utambue hilo, na baraka hii ikae na wewe siku zote za maisha yako. Roho wa hekima, akili, shauri, nguvu, elimu, ibada na uchaji amulike tena na kuangaza maisha yako na kuyafanya yageuke kumwelekea Mungu huyu mmoja. Afungue roho huyu tumbo la uzazi wako. Afungue milango ya kazi yako. Afungue milango ya biashara yako. Afungue milango ya furaha na amani na uelewano katika familia yako. Abariki watoto wako roho huyu. Abariki ndoto na malengo yako, ili nawe siku zote za maisha yako uwe na furaha milele na milele. Amina. Baraka hii ikae nawe siku zote za maisha yako, na Roho wa Mungu aonekane katika safari yako ya maisha na katika chochote kile unachokifanya siku zote za maisha yako. Akubariki Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mungu awabariki sana.